Express ya Super Breakfast ndiyo bado inaendelea kurindima hapa, na sisi tukiendelea kuyachambua kwa kina mambo mbalimbali yanayoendelea kwenye eneo hili la Afrika. Lakini sasa hivi tunakwenda kutazama pia duniani huko nini ambacho kinaendelea. Yapo mengi, na wewe pia tunatamani utuandikie maoni yako kupitia 0683802966. Tutakuwa tukiendelea kuyapokea hapa, lakini pia live kupitia kwenye ukurasa wetu wa YouTube tunapatikana pale pia. Unaweza kutuandikia maoni yako hapo na tukazungumza mengi ambayo na wewe umechangia moja kwa moja kutokea hapa. Godfrey Mchungu yupo. Sisi safari yetu ni mpaka 3 kamili za asubuhi. Bwana Mchungu, kupitia ripoti ya Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, inasema bwana, zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani tangu mzozo huo ulipoanza mwezi Februari. 750 wamejeruhiwa. Taarifa hiyo ni ya wenyewe wametoa Pentagon. Rasmi. Zaidi ya wanajeshi 750 wa Marekani wamejeruhiwa katika hiyo operesheni dhidi ya Irani, wenyewe ita operesheni dhidi ya Irani. Takwimu hizo ni kwa mujibu wa Wizara hiyo ya Ulinzi ya Marekani, ambapo kati ya wanajeshi 757 waliojeruhiwa tangu vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani vilipoanza mwezi Februari, zaidi ya 580 ni wa jeshi la nchi kavu. Idadi hiyo pia inajumuisha wanajeshi 86 wa jeshi la wanamaji, 64 wa jeshi la anga na 19 wa kikosi maalum cha Marines. Ingawa wengi wa majeruhi hao wameainishwa chini ya operesheni ya Epic Fire, ambalo ni jina rasmi la operesheni hiyo ya kijeshi, Pentagon mwishoni mwa Julai ilibadilisha na kupanua mfumo wake wa rekodi kwa kuanzisha kundi jipya lililopewa jina la operesheni za nje ya nchi. Tunaambiwa kwenye vita watu waamini sana takwimu, lakini sasa zikitolewa inabidi tuziamini kama zilivyo. Bwana, kulingana na ripoti na uchambuzi wa shirika la kimataifa la BBC, inasema kwamba picha za satellite zimeonyesha kwamba takriban kambi 20 za Marekani Mashariki ya Kati zimeshambuliwa vibaya. Kambi 20 na nchi ya Iran. Sasa hiyo ni kutokana na tafiti za shirika na uchambuzi wa BBC. Unasema kwamba takriban kambi 20 zimeshambuliwa vibaya, na miundombinu mingi ya kambi hizo Mashariki ya Kati, na maanisha kuanzia Jordan, Israeli, UAE, kwa kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Kuwait, Qatar zimeshambuliwa. Maana ni kwamba sasa hiyo idadi ya takriban wanajeshi 700 inawezekana ikawa ina uhalisia, lakini lazima tufahamu kwamba kuna idadi ya taarifa za kijeshi kwenye vita huwa zinapunguzwa au zinaongezwa. Inategemea kwa maslahi ya nani wakati huo. Kabisa, inategemea nani ambaye anatoa maslahi, anatoa taarifa hiyo, anatoa katika mlengo upi, ili iweje na ili alenge kitu gani. Lakini kwa hali nzima Mashariki ya Kati, ripoti zinasema wazi kabisa kwamba Marekani kwa sasa hivi hawezi kurudi vitani na Iran kwa sababu logistic nyingi zimeharibika. Kwa sababu huwezi kuingia kwenye operation yoyote kama hakuna logistic. Logistic ni maeneo ambayo yanakusaidia kuweza kupanga mipango ya kijasusi kwa mpinzani wako. Sasa kwa hii hoja ya Irani kuweza kuzishambulia zinazoitwa hizo kambi za Kimarekani kwa kutumia hizo intercontinental ballistic missile, kwa kweli imerudisha sana nyuma nguvu ya Marekani kuendelea na operation yake katika nchi ya Iran. Na wanaposema kwamba ni operation, maana ni kweli, kwa sababu kulikuwa kuna malengo. Kwa sababu operation yoyote ya kimkakati huwa inahusisha operation kama lengo kuu, alafu inahusisha tactics ambayo ni mbinu, alafu inahusisha target, tumelenga kitu gani kwa kisha kwamba tuweza kufikia malengo ambayo tumeyapanga. Kwa hiyo utawala wa Trump sasa hivi unajaribu kama kuweza kujiondoa kuna hii vita. No hali ambayo sasa hivi jinsi ilivyo. Yaani ni lazima kuweza kujiondoa. Ndio maana sasa hivi kutazama malengo hata ya Israel yameendelea kuwa katika eneo la Palestina na yameendelea kuwa katika eneo la Syria, sio tena Iran. Kwa sababu fikiria siku 60 za ceasefire ambazo zilikuwa zinaongozwa na Qatar pamoja na Pakistan zimeisha juzi.
lakini hakuna operation yote mpya ambayo inaendelea katika nchi ya Iran. Lakini jana Trump anatoa taarifa kali sana, sio kama watu wameona, anasema kwamba taifa lolote ambalo litashirikiana na Iran kwenye usaidizi wa kiuchumi, usaidizi wa kifedha, anaenda kupeleka hali mbaya zaidi ya vikwazo, yani vikwazo ambavyo ni zaidi ya mara 100. Yanaita operesheni kubwa kabisa kuitenga Irani kiuchumi. Yani kama kuifanyia boycott kiuchumi. Sasa fikiria, sarufu ya kwanza ya mapambano imeshindwa. Sasa tunaingia kwenye sarufu nini? Sarufu nyingine ya kiuchumi. Sasa swali la kujiuliza ni kwamba, je, Irani wanatishika kwa vikwazo vya Marekani? Yani Irani ukiwatazama wanatishika kwa vikwazo vya Marekani, kwa sababu kama vikwazo wameishi navyo kwa miaka 47. Wameendelea kusurvive. Kwa sababu kumbuka, hoja ya kwanza ilikuwa tuwekee vikwazo miaka 47, tuwatenge diplomasia, tuwatenge kwenye mifumo ya kimataifa kuanzia SWIFT, IMF, hakuna watalii kwenda. Hiyo hali yote hiyo imewasababisha Iran kujenga hali yao ya ndani. Wakashindwa kwenye vikwazo, wakaingia kwenye operation nini ya kijeshi. Wakamuua Ayatollah Khamenei, wakamuua Al-Rijani, wakina Ali Shamkani. Operation hiyo nayo imeshindwa kufanya regime change. Trump anarudi tena kwenye vikwazo vya kiuchumi. Hii tafsiri yake ni kwamba Marekani ameshindwa hii vita. Yaani tafsiri yake. Kwa sababu kwa mkakati wa kwanza ulikuwa ni vikwazo, miaka 47 umeshindwa. Mkakati wa pili ukaanzisha ni operation ya kijeshi, umeshindwa. Wanarudi tena kwenye mbinu ambayo ilishindwa mara ya kwanza. Sasa Trump anasema kwamba huo ni mkakati wa kuitenga Iran kiuchumi. Maana ni kwamba hiyo ni onyo kwa mataifa yote ambayo yanafanya biashara na Iran. Yaani kuanzia China, kuanzia Urusi, si Venezuela, si Cuba na zile nchi za Kiafrika. Hiyo ndio hali sasa hivi ya, lakini ukisikiliza upande wa pili kina Abbas Araghchi wanasema kwamba vikwazo sisi havitutishi. Na Marekani amehitaja kabisa China. Ameambia kabisa China, jamani, ili ni jambo la kuunga mkono. Ngeni mkono kampeni hii mpya ya kuitenga Irani kiuchumi. Lakini sisi kwa kweli tunajuaga China ni anatazama hela ilipo. Huwezi kumpangia rafiki kwenye mambo ya hela. Mataifa mengi ya Kiafrika ndo yanapangiwa. Unajua ukiwa na nguvu za kiuchumi, bwana Mtei, hauwezi kuchaguliwa adui wala rafiki. Naudia, yani ukiwa na nguvu za kiuchumi hauwezi kuchaguliwa adui wala rafiki. Yani kwa mfano leo unaweza kumchagulia adui taifa la China au Urusi. Unaanzia wapi? Haya mataifa yanajiweza kiuchumi, yanajiweza kidiplomasia, yana ushawishi. Kwa hiyo mataifa mengi yanayoendelea ndio wanaambiwa nini cha kufanya. Lakini kwa China, kwa sababu China msimamo wake upo wazi kabisa. China ni mnufaika mkubwa wa mlango bahari wa Hormuz na mafuta ya Iran. Sasa ukimwambia asisupport Irani au asinunue mafuta ya Irani, maana unamaanisha China viwanda vyake vife. Kwa sababu kumbuka China anategemea mafuta kwa mataifa mawili, Urusi pamoja na Iran. Na Urusi, Putin alipitisha decree kwa nchi rafiki zote ambazo zinataka mafuta ya Urusi, anaenda kupunguza bei. Wakati huo utawala wa Biden ulipitisha vikwazo kwa zaidi ya 500% kwa nchi ya Urusi. Sasa je, ukisema Urusi asifanye biashara na Iran au Urusi asifanye biashara na China, maana unataka kuharibu hawa au uchumi. Ndio maana nikasema kwamba hili tamko la Trump linaweza likafanya kazi katika nchi ambazo maskini. Unajua ukishakuwa maskini, wenzako wanaamua kuhusu dunia, wewe unakaa unasubiri maamuzi, lazima utapangiwa. Lakini kwa China sidhani kwamba na swala ambalo kimsingi kwa sababu kumbuka mkutano wa Xi Jinping na Trump, Xi Jinping alimwambia wazi kabisa kwamba swala Taiwan ni swala mstari mwekundu na mlango bahari wa Hormuz lazima ifaje uweze kufunguliwa na lazima mipaka kijiografia ya Iran iweze kuheshimiwa. Huo ndio msimamo wa Xi Jinping pamoja na China. Kwa kweli ili tamko la Trump wengi wameitazama kama ni tamko tu la kisiasa, kama vile ambavyo ametoa matamko mengi tangu ameingia mamlakani.